Siku ya jana bwana, Mutima Wango, msanii mpya wa lebo ya Kings Music ambayo iko chini ya mfumo wa Bongo Flava Ali Kiba alikuwa na mahojiano na Crown Media TV na radio ambayo inamilikiwa na msanii Ali Kiba. Sasa katika interview hiyo bwana, ikiwa ni sehemu ya kujitambulisha rasmi on air, lakini pia aliweza kupata nafasi ya kuimba live kabisa ili kuonesha namna ambavyo pengine anaweza kuperform wimbo wake, lakini pia uwezo wake kiujumla katika uimbaji wa live, kwa sababu tumeona wasanii wengi wamekuwa ni wazuri sana katika kutengeneza hit song wakiwa studio, lakini in terms of making it on live inakuwa ni ngumu sana. Sasa Mutima bwana jana kiukweli ameonyesha uwezo mkubwa sana, na baada ya kusikiliza na kutazama interview yake nikagundua ni kwa nini Ali Kiba amemsign, kwa sababu Ali Kiba amekuwa ni msanii ambaye huwa anapenda sana msanii mwenye uwezo wa kuimba live, anapenda msanii ambaye ana uwezo wa kuperform live band, na ndio maana amekuwa kwa asilimia 100 wasanii wote ambao wanapita live ya Kings Music wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuimba live. So nilikuwa nasubiri kwa hamu kuona Mutima atakuwa na level fulani ya uimbaji. Kiukweli amekuwa ni moto. Mutima ni msanii ambaye anaweza sana 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 kuimba live. Nafikiri kwa Bongo pengine msanii pekee ambaye anaweza kumkaribia ama kuwa nawe sawa katika live performance ni msanii mmoja tu nafikiri, na si mwingine ni mwanadada Phina. Phina amekuwa ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuperform live, na nimeona mara kadhaa amekuwa akiimba live katika majukwaa tofauti tofauti, lakini pia hata anapokuwa katika interviews amekuwa na uwezo huo wa kuonyesha namna ambavyo anaweza kuimba live. Lakini kwa upande wa wasanii wengine bado sijaona, wakina Zuchu, wakina Nandy bado hawajafikia level fulani ya kufanya live performance. Na hata ukiangalia uimbaji wake anafanana sana na Phina. Amekuwa ni msanii ambaye kiukweli ana ladha fulani, yani kuna test fulani ambayo unaipata inakuvutia kusikiliza ngoma yake. Ni ngoma ya kwanza Mutima ambayo inafahamika kama King'ang'a, lakini imekuwa ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri, ile noma sana, imeenda viral sana. Haujui kama ni msanii mchanga. Ametambulishwa siku mbili zilizopita, lakini tayari ngoma imekwenda viral sana. Naona katika media mbalimbali inapigwa, lakini pia imekuwa trending katika mitandao mbalimbali. Kule TikTok inatumika sana sana sana, katika clip mbalimbali za Instagram pia and stuff like that. So Mutima amekuwa ni msanii ambaye kikweli anakuja kufufua matumaini mapya kabisa katika uimbaji, hususan kwa dada zetu hawa ambao wamekuwa na wakati mgumu sana kufika katika level kubwa zaidi duniani. So nimeona ni kipaji ambacho Ali Kiba amekileta kuleta mapinduzi katika upande mzima wa Bongo Flava kwa upande wa wasichana. Kwa hiyo amekuwa ni msanii ambaye hana mashaka na uwezo wake. Amekuwa ni msanii ambaye ana njia ambazo zinaonyesha matumaini na kuonyesha kwamba atakuwa ni wiba sana kwa Bongo Flava, hususan kwa wasanii wa kike. Mutima ni Mnyarwanda, lakini amekuwa akiimba lugha ya Kiswahili, lakini amekuwa pia anatengeneza ngoma zenye hadhi ya Kiswahili. Na nafikiri pia kuna pengine kutokana na ukaribu na wasanii wa Bongo kama wakina Ali Kiba na wakina Abdul Kiba, Vanilla Music atazidi kutengeneza ngoma kali ambazo zina mahadhi ya Kibongo Flava. So nimeona nikuletee hiki ufahamu uwezo wa Mutima katika upande mzima wa live performance, lakini pia katika upande mzima wa nini anaenda kukifanya ndani ya Kings Music. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section. Usisahau kubonyeza neno subscribe, itakuwa umefanya unyama sana kuungana na familia ya Mapro TV kupata zile updates tari ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Kama bado hujasikiliza ngoma ya King'ang'a, naenda katika channel ya Mutima, utapata kufahamu na kusikiliza kwa ukaribu zaidi. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kwa bye bye, tukutane next video.